بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. كتب عليكم الصيام، mmefaradhishiwa funga, mmefaradhishiwa kufunga kama kulivyofaradhishwa kufunga kwa wale waliokuwa kabla yenu, lakini malengo makubwa ya funga la'allakum tattaqun, ni nyinyi mbadilike, ni nyinyi funga ya siku 29 ya siku 30 iwabadilishe. Kama mlikuwa hamna sifa nzuri, baada ya funga msifike kwa sifa nzuri, la'allakum tattaqun. Aya hii tuongoze kwenye khutba yetu ya Aljumua ambayo tumeipa unwan Khamenei qaiduna. Khamenei ni kiongozi wetu. Taban, kwanza napenda niwapeni pole nyinyi nyote kwa msiba huu mzito, lakini vile vile pole kwa Mheshimiwa Balozi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania, lakini na taasisi zote ambazo ziko chini ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hapa Dar es Salaam na Tanzania, na Waislamu wote na umma wote, kwa huu msiba mzito, kwa huu msiba mkubwa ambao haukuwatikisa mashia tu, haukuwatikisa wafuasi wa Ahlul Baiti tu. Msiba wa al-Imamu al-Khamenei umewatikisa vijana, kwa sababu walikuwa mtu wa vijana. Amewatikisa watu wa lugha tofauti, kwa sababu sintosahau wakati kukiwa na mambo mazito duniani, mwenyewe Ayatullah al-Khamenei ndiye anayeswalisha khutba ya Ijumaa, ndiye anayeswalisha swala ya Ijumaa, na khutba anaisimamia yeye na anaitoa kwa lugha ya Kiarabu, akiielekeza kwenye ulimwengu wa Kiislamu ambao unaongea lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo ni msiba ambao umewatikisa vijana, ni msiba uliowatikisa makabila tofauti, lakini ni msiba ambao umewatikisa Watanzania. Kumbukumbu zangu sisi wa Tanzania na taifa letu takatifu, na chini ya mwanzilishi wake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mahusiano ya Tanzania na Iran ni mahusiano mazuri kutoka kipindi cha Mwalimu.
na imeendelea na limeendelea taifa letu pamoja na Watanzania kuwa na mahusiano mazuri na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa hiyo ni msiba umetikisa watu wote, na hapa Tanzania kumbukumbu zangu mwaka 1985 al-Imamu al-Khamenei akiwa ni rais wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran, miguu yake mitakatifu ilikanyaga katika ardhi ya Dar es Salaam, na kipindi hicho Ayatullah al-Khamenei waliompokea, nataka Wazaramu wanisikilize vizuri, na waliompokea al-Imamu al-Khamenei mwaka 1985 alipokanyaga hapa ni maulamaa wakubwa na wazito wa Waislamu wa ahlu sunnati wal jamaa. Haitaki salawatu ya Wazaramu. Akapokelewa al-Imamu al-Khamenei katika uwanja. Kipindi hicho sijui tayari jina la Mwalimu Nyerere lipo au vipi, lakini akapokelewa al-Imamu al-Khamenei kwenye uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akipokelewa na dufuf, istiqbalun hail wa hafil, akipigiwa dufuf na watu wakiimba talaa al-badru alaina min thaniyati al-widai, katika jiji hili la Dar es Salaam. Mwana wa chuoni mkubwa wakati wake Sharifu Junaidi, Mwenyezi Mungu amrehemu, akatengeneza mashairi mazito mazuri ya kutia nguvu, ya kufurahisha, ya kuzungumza Ayatullah al-Uzma As-Sayyid Ali al-Khamenei qaddasallahu asrarahu zakiya. Muda haukuniruhusu kuyahudhurisha mashairi ya Sharifu Junaidi aliyoyaandika kumsifu al-Imam al-Khamenei, lakini katika aliyoyasema Sharifu Junaid rahimahullah, alimsifu al-Imamu al-Khamenei kama kiongozi wa umma wa Kiislamu, na akazungumza katika mashairi yake Sharifu Junaid kwamba ujio wa al-Imamu al-Khamenei katika ardhi ya Dar es Salaam na Tanzania ni ishara ya baraka na taufiki ya taifa hili. Akaisifu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akamsifu mwanzilishi wake al-Imamu al-Khomeini, na akasema kwamba mwanga wa Uislamu upo kwa uwepo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Naomba salawatu. Na muda ungeniruhusu ningempa fursa Sheikh Shafi baada ya khutba akayasoma haya mashairi, kwa sababu yako katika maktaba yake tukufu. Kwa hivyo msiba wa al-Imamu al-Khamenei haukuwagusa mashia hapa Tanzania, haukuwagusa Waislamu tu hapa Tanzania, umewagusa Watanzania kwa sababu ya mahusiano yao mazuri na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Asintosahau wakati Iran ya Kiislamu ilipomkosa rais wake Raisi, katika watu wa mwanzo kwenda kutoa salamu za rambirambi alikuwa ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Na tumeona jana hapa waziri wa mambo ya nje, kama nitakuwa sikosei,
alikwenda kumwona balozi kutoa pole na rambirambi kwa msiba huu mzito. Kwa hivyo msiba wa mwanawachuoni huyu ni msiba umeigusa dunia na umewagusa Watanzania. Lakini kwa nini msiba wa Khamenei usituguse? Kwa nini msiba wa Khamenei usituguse? Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia Waislamu, wa antumul a'launa, antumul a'laun. Al-islamu ya'li wala yu'la alayhi, antumul a'laun. Mungu anawasemesha Waislamu katika Qur'an kwamba Waislamu nyinyi ndio wa kutembea kifua mbele. Waislamu nyinyi ndio wenyewe, antumul a'laun. Nyinyi ndio wa kuwafunza watu ustaarabu. Nyinyi ndio watu wa kuwafunza watu amani ya dunia. Nyinyi ndio watu wa kuwafunza ulimwengu mshikamano. Nyinyi ndio watu wa kufunza upendo hapa duniani, antumul a'laun. Rais Reagan wa Marekani aliwahi kutamka akisema, kabla ya Khomeini Uislamu ulikuwa unaweza kuuchezea kama vile ile wanayopiga watu wa boxer wanahitaji punch bag. Anasema kabla ya Khomeini Uislamu ulikuwa ni kama vile punch bag, yoyote anaweza kuuchezea. Leo hii kwa baraka za al-Imamu al-Khamenei na mwanzilishi wake al-Imamu al-Khomeini, leo tunaweza kutamka duniani, nahnu muslimun, sisi ni Waislamu. Tunaweza kutembea vifua mbele kwamba sisi ni watu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na upande huu napenda ninakili maneno mazito, na haya naomba yawe kwenye vichwa vyenu wa Tanzania, lakini yawe kwenye vichwa vyenu walimwengu. La samaha Allah, lisije likatokea hilo, lisije likatokea. Lakini kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itapigwa, itasambaratishwa, itavamiwa, itaondolewa, tarajia yafuatayo. Naomba nikutajie Bwana Chande, naomba nirudie, siku nchifu Wazaramu anikumbuke. Naomba nirudie ili siku nikifa Wazaramu walie na wajue haya niliyasema. La samaha Allah, Irani ya Kiislamu kama itaanguka, ikafutika, ikawa haipo, tarajia yafuatayo duniani. Lakini kwanza Mashariki ya Kati, ushoga halali. Fungueni masikio hayo, ushoga halali. Pili, tarajieni kliniki za kuwabadilisha wanaume kuwa wanawake Mashariki ya Kati na huku kwetu. Tarajia hayo shekhi. Hilo la pili. La tatu, la samaha Allah, kama Uislamu utaanguka Irani, Jamhuri ya Kiislamu itaanguka, tarajia jambo la tatu, Uislamu utabakia kuswali msikitini na watoto zetu mashoga na wanawake zetu wanajiuza. Tarajia hayo. Why? Kwa nini? Kwa sababu pekee ulimwenguni
anayetetea mila za Kiislamu, anayetetea taratibu za Kiislamu ni huyu Khamenei aliyepigwa mabomu kuuawa. Ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kuiombea Mungu Jamhuri ya Kiislamu ni wajibu kwa Waislamu wote, sio wajibu kifai ni wajibu aini, sio wajibu kifai, ni wajibu aini, kwa sababu ndio waliobakia wanaoweza kumwambia Firaun, hadhihi al-umma qif ala hududik, stop. Ni wao peke yao. Tuliobakia sote tunaweza kufanywa kama alivyofanywa Maduro. Ukikosa adabu unakuja kuchukuliwa dakika 5, unabebwa, unakwenda kufunguliwa kesi, unauza bangi au unauza madawa ya kulevya au unauza miraa. Man yasaluhum, nani wa kuwauliza? Mashekhe, maimamu. Yanayojiri Mashariki ya Kati ndi kumaliza muhimili wa Uislamu, na ukitolewa muhimili huu, tarajia makubwa, tarajia mazito. Lakini mwisho huwa nawaambia Watanzania wenzangu, huwa nawaambia wazalendo wenzangu, Daesh, ISIS ilipokuwa imekamata kwa nguvu kubwa Iraki, wanachinjwa Waislamu, wanachinjwa Wakristo. Muislamu alikuwa anachinjwa, anayemchinja anasema Allahu Akbar, wote wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La samaha Allah, ule ugaidi wa ISIS ungekita mizizi pale Syria, ukakita mizizi Somalia, leo sisi Tanzania tungekuwa salama, tungekuwa sote tumechinjwa sisi. Wakristo wa Tanzania wamechinjwa, Waislamu wa Tanzania wamechinjwa. Al-Imam al-Khamenei ndiyo aliyetoka na fatwa akasema, siwezi kunyamaza kimya. Nikaona Uislamu unadhalilishwa, nikaona viongozi wa Kiislamu wanadhalilishwa, wakauawa watu wengi kwa sababu ya kuwatetea wanadamu. Daesh wakashindwa, ISIS wakashindwa. La samaha Allah, wangeshinda kule, wakatoka Syria wakaja Somalia, Kenya, Tanzania, pangekalika hapa Tanzania. Kwa hivyo dunia inaishi kwa baraka na tawfiqat na irshadat za al-Imam al-Khamenei. Namkumbuka mwenyewe mahusiano yake na Imamu al-Hujja Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntadhar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Alikuwa na dua yake akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Mungu, jambo la Uislamu ni jambo kubwa na zito. Ya sahiba al-asri wa zaman, potolea mbali hata kama nitaondoka duniani, lakini jambo hili siwezi kulibeba, siwezi kulihimili. Usingizini akajiwa na al-Imamu al-Hujja, anamwambia dua hiyo anamwambia dua hiyo haustahiki kuiomba, wewe si mtu wa kuomba dua hiyo. Poleni kwa msiba huu mzito. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على محمد. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على سبطي الرحمة وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم إنا نسألك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات وأقموا الصلاة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يا محسن قد أتاك المسيء إلهي تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.